Mzozo kati ya Iran na Israel kwa mtazamo wa karibu huwa unaonekana kama ni shida ya karne ya 21 kwa kile kinachoelezwa kama kwa sababu ya mradi wa nuclear program nuclear wa Iran, uungwaji mkono wake kwa kundi la Hezbollah na Hamas, madai ya viongozi wa kidini wa taifa la Kiislamu la Iran kwa kutaja taifa la Israel kama shetani mdogo. Baadhi wanadhani kwamba ndiyo chanzo cha tofauti kati ya mataifa ya Magharibi Occidental na Mashariki ya Kati Moyen-Orient, hali ambayo inabana pumzi ya dunia nzima hadi sasa. Ila Biblia iliyoandikwa zaidi ya miaka kati ya 2000 na 2005 iko wazi kabisa. Chuki kati ya Iran na Israel haikuanza mwaka wa 1979 mapinduzi ya Kiislamu ilipoingia nchini Iran, yaani taifa hilo kuanza kuongozwa na kiongozi mkuu wa dini ya Kiislamu, wala mwaka wa 1948 tarehe ya kuundwa kwa taifa la Israel. Chuki kati ya Iran na Israel mizizi yake ina kina kirefu, inatoka mbali sana zaidi, ina sababu za kiimani na mwanzo wake uko wazi kabisa. Yote ilianza na jamaa pekee iliyokuwa ikiishi jangwani: Abraham, Sarah, Agar, Isaac na Ismael. Historia inaripotiwa katika kitabu cha Mwanzo sura 16 mstari wa 21. Matukio yake inashuhudiwa hadi leo na kuna ufafanuzi unaotetemesha. Ili kuelewa vizuri, turudi kwanza kwa mwito wa Mungu kwa Abraham. Katika kitabu cha Mwanzo sura 12 mstari wa 1 hadi 3, Mungu kamuahidi, nitakufanya taifa kubwa na familia zote duniani zitabarikiwa kupitia wewe. Abraham kaamini ahadi ya Mungu. Siku nyingi zikapita, yeye na mke wake Sara wakawa wazee bila mtoto, wakakata tamaa. Huo mchoko, na pale ndipo palipotokea kosa la kwanza kwao, iliyo na madhara ya miaka nenda miaka rudi. Kwa kukosa uvumilivu na uaminifu kwa ahadi takatifu, Sara kakata tamaa, kamruhusu mumeo Abraham azae na kijakazi chake Agar mwenye uraia wa Misri, ili kupitia yeye wapate mtoto. Mwanzo sura 16 mstari wa 1 hadi 4. Basi Ismael kazaliwa, ila ni jibu ya kibinadamu kwa tatizo lao, japo ni tatizo ambalo Mungu mwenyewe angesuluhisha. Kila jibu ya ubinadamu huwa ina tatizo katika ulimwengu wa kiroho na kusababisha tatizo ambayo hakuna mwanadamu anayeweza kutatua au kuleta suluhu. Miaka 10 baadaye, Mungu kakamilisha alichohaidi. Sara akiwa na umri wa miaka 90 hatimaye akawa mjamzito, mimba, na kazaa mtoto aliyepewa jina la Isaac. Mwanzo sura 21, Mwanzo sura 21. Jina la Isaac inamaanisha atacheshwa ama atacheka. Tangu pale sasa Abraham ana watoto wawili wa kiume katika hema. Wa kwanza Ismael, mtoto wa hisia zao, na Isaac, mtoto wa ahadi kwa muujiza wa Mungu. Mzozo uliripuka katika familia siku ya sherehe ilipofika, siku ya kumwachisha Isaac kunyonya. Yote ilitokea pale Ismael alipokejeli mdogo yake Isaac. Neno la Kiebrania iliyotimiziwa ni Medsashek. Maana yake inafanana na Isaac, kauli iliyojaa dharau, vitisho na kejeli. Kitendo hicho hakikukuwa tu mchezo kati ya watoto, bali ilikuwa tangazo la vita vya kiroho. Sara kalazimisha kijakazi Agar na mwanaye Ismael wafukuzwe. Mwanzo sura 21 mstari wa 10. Kwa moyo wa kuvunjika, Abraham akatii baada ya Mungu kuthibitisha kwamba
kizazi chake kitahesabika kupitia mwanao Isaac. Mwanzo sura 21 mstari wa 12. Na hii hapa nukta muhimu ambayo Biblia inaangazia. Mungu hakumwachilia Ismael. Aliahidi kwake kwamba nitakufanya pia taifa kubwa. Mwanzo sura 21 mstari wa 13 hadi 18. Safarini jangwani, Agar na mwanaye Ismael wakawa na kiu kikubwa. Mungu kasikia kilio cha mtoto Ismael jangwani. Kimuujiza kafungua kisima ili kuokoa maisha yao. Maelezo haya ni ya msingi na kieleweke. Chuki inayoenea kati ya vizazi viwili hivyo haikutoka kwa Mungu. Imetokea kwenye kidonda cha ndani cha Ismael, kile cha mtoto aliyefukuzwa na kuwekwa pembeni. Ila wote wawili, Ismael na Isaac, walibarikiwa na Mungu. Isaac kapokea udongo na kizazi cha Masia, baraka maalum ya msamaha. Ismael kapokea baraka pia unabii wa itakavyokuwa maisha yake hatma. Atakuwa kama punda wa msituni, mkono wake utakuwa juu ya wote na mikono ya wote juu yake, na ataishi mkabala na ndugu zake wote. Mwanzo sura 16 mstari wa 12. Hakukukuwa na upendeleo wote. Ni mafasirio ya kiroho kuhusu vizazi hivyo kujitegemea, ila tawi lingine la mzozo ni upinzani wa Ismael kwa Isaac mtawala. Mvutano wa vizazi hivyo viwili sio tu wa kisiasa au kitamaduni, ni swala la kiroho hadi mwisho wa nyakati. Mafasirio mengine yanaonekana katika kitabu cha Mwanzo sura 25 mstari wa 9. Abraham alipofariki, Isaac na Ismael walikuwa pamoja ili kumzika baba yao hapo Makpela. Kwa muda mfupi walikuwa bega kwa bega, ila mapatano hayakudumu sababu kidonda asilia hakijawahi kutibiwa na kupata uponyaji. Sasa Iran inaingilia wapi katika hii historia? Iran ya sasa ndiyo Uajemi ya kale, Paras katika lugha ya Kiebrania. Inajitokeza katika historia mbili ndani ya Biblia zinazoonyesha matokeo mengine mawili ya chuki kati ya vizazi hivyo. Tokeo la kwanza ni kitabu cha Esta, enzi za utawala wa mfalme Asiris. Alikuweko Aman. Aman hakuwa na mchukia tu yule Myahudi aliyefahamika kwa jina la Mardoche, bali alipana amri ya kuangamizwa kwa Wayahudi wote. Esta sura 3 mstari wa 6 hadi 9. Kwa nini chuki hiyo isiyoeleweka? Aman alitoka kizazi cha Agag, mfalme wa Amalek. Kutoka sura 17 mstari wa 8 hadi 16. Amalek ni kabila la kwanza kushambulia Israel njiani kutoka utumwani Misri, kwa kulenga na kuua baadhi ya Wayahudi ambao walikuwa wameshachoka kabisa, kitendo kilichotajwa na Mungu kama cha kioga na kosa kubwa. Kumbukumbu la Torati sura 25 mstari wa 17 hadi 18. Kutokana na kitendo hicho, Mungu katangaza kufanya vita dhidi ya ukoo wa Amalek kizazi kwa kizazi. Kutoka sura 17 mstari wa 16. Mfalme Saulo alipewa amri ya kubomoa kabisa ufalme wa Amalek, ila kinyume na amri aliyopewa na Mungu, kamwacha mfalme wa Amalek aliyefahamika kwa jina la Agag. Sababu ya kutotii Mungu alichomwagiza, basi Saulo alipoteza ufalme wake. Miaka mingi baadaye, wazaliwa wa kizazi cha huyo mfalme Agag wa Amalek wakajitokeza tena katika taifa la Wajemi, Pers ama Iran ya leo.
ili kukamilisha kisasi chao walichoanza hapo mbeleni. Wajemi, Iran ya sasa, roho ya chuki ya mauaji ya umati kimbari dhidi ya Wayahudi ikafufuka tena kwa sura mpya na mazingira mapya, ila roho ni ile ile, chuki. Ila Mungu aliingilia kati, aligeuza tena hali ya wakati ule na Wayahudi waliokolewa. Aman, mpango wa kumuua Mardoche ulimgeukia mwenyewe. Mfalme kamtundika mwenyewe na familia yake kuangamizwa. Kitabu cha Esta mna ukweli unaotambuka karne kwa karne. Yeyote anayeinua mkono dhidi ya taifa la Mungu, hatma yake ni kuharibiwa na mitego aliyoitega kumnasa mwenyewe. Tukio la pili ni la kutatanisha. Ezekia sura 38 mstari wa 39, Mungu anaelezea vita inayoitwa Gog. Kati ya washirika wa Gog, kiongozi wa muungano huo ni Uajemi, Iran. Ezekia sura 38 mstari wa 5. Majeshi ya Gog ni Ethiopia, Libya na Iran. Muungano huo ulishambulia Israel miaka michache tu baada ya Israel kurejea nchini mwao kutoka mataifa mbalimbali duniani. Biblia inasema Israel iliyorejeshwa upya mnamo siku za mwisho, Wayahudi watakaporudi nchini mwao kutoka mataifa mbalimbali duniani. Ezekia sura 38 mstari wa 8. Hii ilishawahi kutokea tayari mwaka wa 1948 na inaendelea hadi sasa. Kinachofanya unabii huu kuwa wa kipekee ni kwamba katika kipindi cha miaka 1300 baada ya Ezekia kuandika maneno haya, Uajemi ama Iran ilikuwa mshirika wa Israel wakati ule, na ni mfalme Cyrus mkubwa wa Iran aliyekomboa Wayahudi katika utumwa huko Babiloni mwaka wa 538. Mfalme huyo wa Iran aliitwa mpakaliwa wa Mungu. Isaya sura 44 mstari wa 8. Pia Isaya sura 45 mstari wa 1. Heshima ya kipekee aliyopewa mfalme huyo, japo mfalme mpagani. Pia ilikuwa chini ya utawala wa Uajemi Iran ndiyo hekalu iliweza kujengwa. Katika kipindi cha miaka mingi sana, ilikuwa kugumu kabisa kufikiria kwamba Uajemi Iran ya leo inaweza kuwa adui wa Wayahudi Israeli ya sasa. Ila unabii uliwahi kutabiri kwamba chuki hiyo itatokea, na ilitokea. Kitabu cha Ezekia hakisemi kwamba Israel itashinda huo muungano wa Iran, Ethiopia na Libya. Vita vya Gog de Magog kwa nguvu za kijeshi. Kitabu cha Ezekia hakisemi kwamba Israel itashinda huo muungano wa Iran, Ethiopia na Libya. Vita vya Gog Magog kwa nguvu za kijeshi. Kitabu kinasema Mungu atajitokeza kwa njia maalum: tetemeko la ardhi, moto, mpepeo, kuchanganisha majeshi adui. Ezekia sura 38 mstari wa 19 hadi 22. Vita vya Gog havitashindiwa kwa magari ya kivita wala makombora, bali ushindi utakuwa wa yule yule aliyegawa bahari mwekundu. Kwa nini Iran, ambayo kihistoria ilikuwa na uhusiano mzuri enzi za utawala wa Cyrus, inaweza kuwa na chuki sana dhidi ya Israel? Inaeleweka na kufafanuliwa vizuri tu ndani ya Biblia. Wakati Uislamu ulipojitokeza mwaka wa 17 baada ya Kristo kuzaliwa, kwa mtazamo wao wa imani ya Kishia ambao ndio uko hadi sasa nchini humo Iran,
huwa wanachukulia Israel kama kizuizi kinachoweza kuzuia kurudi kwa Mahdi, mkombozi wa Waislamu kwa mujibu wa mila ya Washia. Kutokana na teolojia hiyo, haingefai Israel iwepo pale Mahdi atakaporudi. Kwa hiyo changamoto ya kufutwa au kuharibu Israel si mpango wa kisiasa, ni lengo ya kieskatolojia kwa kukamilisha mafundisho yao ya mwisho wa siku. Utawala wa Iran ulishafanya chuki ya Aman kuwa siasa yake. Mpango wa kuharibu Israel unaambatana na mafundisho inayotolewa ili lengo kufikiwa. Utawala wa Iran unajaribu kukamilisha malengo hayo kwa ndege zisizo na rubani, drone, makombora na washirika wao kushambulia. Njia za matekelezo ndizo zimebadilika tu, ila roho ya chuki ni ile ile. Pamoja na hayo, Biblia haiachii swala hilo katika giza. Imelimaliza katika matumaini. Mungu aliahidi pia kubariki Ismael, na ahadi hiyo inatambuliwa. Isaya sura 19 mstari wa 23 hadi 25. Kuna unabii wa kipekee ndani ya Biblia. Mungu anazungumzia siku ya mwisho, kwamba Misri, Syria, Israel wataabudu pamoja Mungu, naye atawaita taifa langu, kazi ya mikono yangu, urithi wangu. Maelewano inawezekana, inaandikwa. Zakaria sura 10 mstari wa 12. Zakaria sura 10 mstari wa 12. Kuna siku Israel itamkubali Masia waliomsulubisha na watamtambua yule waliomkataa. Warumi 11. Paulo anaeleza kwamba sehemu ya moyo mgumu wa Israel ni ya muda tu. Israel nzima itaokolewa pale mataifa yote yatakapoingia, ikiwemo taifa adui. Kiukweli hakuna mzozo kati ya Uajemi Iran na Wayahudi Israel, bali ni mpango wa ulimwengu wa giza, Shetani, kutaka kufuta kabisa taifa la ahadi, pia kufuta matumaini ya ukombozi na msamaha wa dunia nzima. Mpango wa Mungu haujawahi kukwama hata mara moja. Ndiyo maana muonapo makombora, vitisho vya mashambulizi ya nyuklia na taarifa zinazojaribu kutangaza mwisho wa dunia, kumbukeni kwamba Biblia imeshawahi kuzungumzia na kufafanua kila kitu. Hakuna kipya chini ya jua. Roho wa chuki ni yule yule anayerudilia makosa yaliyofanywa tangu kale hadi leo. Na ushindi wa Mungu sio tu sasa, ulitangazwa kabla makombora yaanze kutengenezwa, kabla Iran iwe kama taifa, kabla Wayahudi kurudi nchini mwao. Historia inajulikana bayana. Kinachoendelea sasa ni kukamilisha tu kilichoandikwa miaka mingi sana iliyopita. Hata sura ya mwisho ilishatabiriwa tayari.